Waziri wa mambo ya nje wa Syria, Asad al-Shaban, amekutana na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Israel nchini Jordan katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani kufuatiwa na mashambulizi ya Israel dhidi ya kituo cha kijeshi cha Syria karibu na mpaka wa Uturuki. Shirika la habari Syria Sana limeripoti kuwa mazungumzo hayo yalihusishwa na mkuu wa shirika la ujasusi la Israel, Mossad Roman. Pande hizo zimejadili namna ya kusitisha mashambulizi, kukamatwa kwa watu na operesheni za kijeshi za Israel nchini Syria, pamoja na kurejesha mazungumzo ya kufikia makubaliano ya kudumu ya usalama. Syria imesitiza kuwa inataka Israel iondoke katika maeneo iliyoingia baada ya kuanguka utawala wa Bashar al-Assad na kurejeshwa kikamilifu kwa makubaliano ya kutenganisha majeshi ya mwaka 1974. Damascus pia imesitiza haki ya kujenga jeshi lake na kuamua washiriki wake bila kuwekewa masharti na nchi nyingine. Wakati huo Israeli imeweka masharti kadhaa, ikiwemo kuzuia shughuli za kijeshi za Uturuki nchini Syria, kuweka upande wa Syria wa milima ya Golan katika hali ya kutokuwa na silaha nzito na kuhakikisha usalama wa jamii ya Druze. Mazungumzo hayo yalifanyika wakati Marekani ikijaribu kwa zaidi ya mwaka mmoja kusaidia Syria na Israel kufikia makubaliano ya usalama na kuzuia mvutano wao kugeuka kuwa mzozo mkubwa zaidi katika eneo hilo. Habari kutoka Kongo. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umeua watu 2642 na kufikisha idadi aliyoambukizwa hadi 5515, huku visa vipya 51 vikibainika katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Hali hiyo imezua hofu kubwa kutokana na ongezeko la kiwango cha vifo, ambapo karibu nusu ya watu walioambukizwa sasa hupoteza maisha. WHO imesema juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinakabiliwa na changamoto za mapigano, uhamiaji wa wananchi, mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na ukosefu wa miundombinu. Wakati juhudi za kudhibiti mlipuko huo zikiendelea, dozi 16250 za chanjo zimewasili nchini DRC, huku shirika la afya duniani WHO likiahidi kupeleka jumla ya dozi 70,000. Hata hivyo, hakuna chanjo au tiba iliyoidhinishwa mahususi kwa aina ya Ebola inayosababisha na mlipuko huo inayojulikana kama Bundibugyo. Akizungumza Papa mjini Vatican leo, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na Ebola na kuhusisha wananchi katika hatua za kuzuia maambukizi. Amesema hatua za haraka zinahitajika ili kuokoa maisha haraka iwezekanavyo, wakati WHO ikionya kuwa hatari ya ugonjwa huo ndani ya DRC bado ni kubwa. Habari kutoka Serbia. Janga kubwa la moto mkali wa msitu limeikumba Serbia, huku moto ukiendelea kuenea maeneo mbalimbali na kulazimisha nchi hiyo kuomba msaada wa kimataifa. Umoja wa Ulaya umetuma helikopta 4, wazima moto na magari maalum kusaidia vikosi vya Serbia kudhibiti moto katika hifadhi ya Delblatska Paskara karibu na mji mkuu wa Belgrade. Urusi pia imetuma ndege kubwa kwa ajili ya kumwaga maji kusaidia kuzima moto katika milima ya Stolovi. Jumla ya tani 168 za maji zimerushwa katika maeneo mawili yaliyoathirika. Sababu zilizotajwa kuchangia moto huo umechochewa na joto kali na ukame katika maeneo hayo, huku juhudi za kimataifa zikiendelea kuzuia moto unaosambaa zaidi. Msomaji wako wa habari hii ni Bishara Heri. Usiache kufuatilia 7 Media.